Jina langu ni Happiness Mlewa. Mimi ni mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania hapa makao makuu kama mtangazaji, lakini pia mwandaji wa vipindi. Kwa safari yangu ya miaka 10 ya uwepo wa Radio Maria hapa Tanzania, hususan katika idara hii ya matangazo, kitu ambacho sitaweza kukisahau, siku ya kwanza kabisa nilipokuwa volunteer, nilipewa nafasi ya kutangaza, na wakati huo kulikuwa na kipindi kinaitwa Lunch Together. Sasa ile siku nikawa nimekaribisha simu na ujumbe kama kawaida. Kwa hiyo sasa wakati simu nilikuwa napokea vizuri, lakini wakati wa kusoma ujumbe mfupi wa maandishi, wakati wa kusoma ujumbe mfupi wa maandishi, kwa sababu sikuwa nimezoea na ulimi haukuwa umezoea kutamka maneno kwa haraka, hususan pia majina ya watu. Kwa hiyo nilikuta wakati mwingine nakosea majina ya watu, nasoma vibaya, sauti haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo pale wakati kipindi kinaendelea, naendelea kusoma ujumbe, na tukua kwenye screen kubwa, unasoma ujumbe, unakutana na message mtu amekuandikia na lugha mbaya, anakuambia wewe mtangazaji gani, haujui kutangaza, katafute kazi nyingine, hujui kusoma. Kwa kiukweli nilikuwa napoteza kujiamini kwenye kipindi. Kwa hiyo siku sitakuja kuisahau mimi maisha yangu, na mara nyingi hata kama ni volunteer nakuja, watu huwa nawaambia mfano huu kwamba si rahisi kwamba mtu umetoka tu ulikotoka afu moja kwa moja akaanza kufanya vizuri. Kwa hiyo unakuta umepitia changamoto mbalimbali. Kwa hata wao wanapokuja kwa mara ya kwanza wanatangaza, wanajiona hawatangazi vizuri, waendelee kujitahidi, ni juhudi kujitahidi na kujitahidi. Mimi siku ile nilivyotoka niliitwa na viongozi wangu, wakati wa Fadhani Kata, dada Agi, akaniambiaje, kesho utaenda tena. Kwa hiyo kesho ilipofika nikaenda tena. Kwa hiyo nikajaribu kila wakati, najaribu nikiwa nyumbani nafanya mazoezi na jirekodi hivyo hivyo. Hatimaye leo nimekuwa hivi nilivyo, na wengi wamenipa jina wenyewe sasa hivi wananiita sauti ya mamlaka. Kwa hiyo sikuwa hivi hapo zamani, nilikuwa nimetoka yani chini kabisa, sijui mpaka sasa hivi kufika. Kwa miaka 10 kwa kweli ninajivunia uwepo wa mimi hapa Radio Maria na kuwa mtangazaji kama hivi ambavyo mnaniona. Lakini sikuwa hivi hapo zamani. Nilikuwa nachekwa sana kwa sababu nilikuwa sijui kutangaza. Tunashukuru Radio Maria na tunaipongeza kwa miaka hii 29 ya uwepo wa Radio Maria hapa katika ardhi ya Tanzania.